Irani ilikuwa ni marafiki na Israel. Ilishavamia pale nchi ya Israeli, ikaondoa Wakristo, ikawapachika pale Wayahudi. Nchi hiyo Iran waiona hiyo miaka 634 nafikiri, kabla ya Uislamu hujachukua lile eneo. Wakapandikiza pale Wayahudi. Wayahudi walitawala mwaka huu, Warumi wakarejea na Wayahudi pale wakabatizwa kwa nguvu. Wayahudi pale walitawala mwaka huu kwa msaada wa Iran. Mkienda vitani wakafa watu 1000. Serikali si rahisi ikatangaza amekufa watu wangapi, italeta taharuki. Umeelewa? Unaweza kusema amekufa 1000 wakasema 100. Kwa baadaye ndo mtakuja kugundua mambo yashakaa vizuri sana. Sasa kuna propaganda ziko pale kwa upande wa Irani, kwa upande wa Marekani, na kuna vitengo vya propaganda katika jeshi lolote duniani. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe kwa ajili ya uchambuzi wa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati na future ya dunia hii. Kwa sababu tunapoona ni watu wanapigana, lakini baadaye lazima kuna matokeo ambayo yatatokea hata baada ya kuisha kwa vita. Kwa hiyo Mwalimu, karibu sana kwa ajili ya uchambuzi. Kwanza wasalimie watazamaji wetu. Habari za muda huu wasikilizaji, karibuni katika uchambuzi wa kipekee. Sawa. Kwa leo nitaka kwanza tuanze kuhusiana na energy au nishati ya mafuta, gesi na umeme ambayo Mashariki ya Kati ni kama inailisha dunia. Lakini tumeona pale kwamba sasa wamefikia level ya kutaka kuanza kushambuliana. Tuliona Israeli tayari kashambulia upande wa matangi ya Irani, lakini Irani naye kajibu, lakini kasema ataendelea kujibu zaidi. Kwa hiyo nikasema tuanzie hapo kwanza kwenye upande wa nishati, alafu tutaendelea mbele. Asante sana bwana mtangazaji Simrizi. Ni kwamba vita vimenoga sasa. Kwa sasa tumeingia katika wiki ya 3 ya vita, siku 23 na siku 2. Hiyo dunia imeshuhudia mambo makubwa ya kutisha, na tumeona hasara kubwa. Mpaka sasa hivi gharama ya mafuta, nishati ya mafuta imepanda kwa pipa, sasa hivi ni dola 120 kwa nchi za Asia pamoja na Europe pamoja na Afrika. Si ndo wanga wakubwa kidogo. Marekani kidogo walijiwahi kwa kuchukua Venezuela. Ilikuwa ni mkakati mkubwa sana kuchukua mzalishaji mkubwa wa mafuta ambaye ni Venezuela. Ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Sio wao Saudi Arabia, sio Qatar, sio Iran. Hapana. Venezuela na hazina ya mafuta mapipa bilioni 320. Afa anafuatiwa na Iran kama bilioni 297. Kwa hiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani ni Iran, lakini ana vikwazo. Kwa hiyo Marekani kabla hajaingia katika vita vya Iran, sababu ni vita vya mkakati, sivyo kukurupuka, sababu watu wengine wanaweza kudhania kwamba labda hii vita tu Trump akaamua kupigana. Hii ni vita ya mkakati wa muda mrefu. Kwa hiyo Marekani aliingia kuchukua nishati ya mafuta ya Venezuela, akaingia vitani. Ndio maana katika ule mlango wa Hormuz anawaambia Europe, yani Ulaya na nchi za Asia ambazo zinatumia ule mlango, kwamba ziwajibike kulinda ule mlango, ingawa ndio chafua ule mlango. Kwa sababu anachukua pale, anatumia ule mlango, anautumia kwa 5% kwa nishati ya mafuta peke yake. Na Israeli atumii chochote pale. Mafuta ya Israeli anatoa Azerbaijan, ndio anatoa mafuta Israel. Kwa hiyo ule mlango sasa unachanganya ulimwengu kupitia nchi za Europe, Asia na Afrika. Kwa hiyo kwa habari ya nishati ya mafuta, Marekani anapokuwa analipua vile visima, kulingana na swali lako, mwenye hasara mkubwa ni Iran na wale ambao wanategemea mafuta ya Iran kama China. Hao ndio wanapitia wakati mkubwa wa nishati. Ingawa paka sasa Marekani amelipua sehemu kubwa, lakini hajalipua vitu vyote, kwa sababu kama kilanja wa dunia anaona haya kwamba anapokuwa anashambulia zile nishati utamwona kwamba ana hila. Sababu yeye lengo lake ameenda pale, na juzi amesema malengo yake kwamba ni kuharibu uchumi wa Iran pamoja na kumnyang'anya nguvu za makombora pamoja na nishati, habari ya kumuondolea nguvu ya urutubishaji wa mabomu ya nyuklia. Hiyo ndio ameweka lengo lake, lakini kuna lengo la behind the scene ambalo lilikuwa ni kufanya regime change, mabadiliko ya utawala. Sasa hilo lengo sasa hivi lizungumziwa sana, sababu Iran wamekaza. Wamekaza, sijui itakuwaje mbele, lakini wamekaza. Ila sasa hivi wapo katika mvutano ya kuharibiana maslahi yao. Kwa hiyo Iran pia naye ametishia kuharibu, na tumeona juzi na jana amelipua baadhi ya vitu vya nishati vya Israel. Amelipua magara ya nishati ya Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait na kadhalika, ambayo yako chini utaratibu wa Marekani na Waarabu. Karibu. Sawa. Lakini nilitaka turudi kidogo hapa kwa upande wa Marekani. Sisi kama wananchi wa kawaida, watazamaji, kabla vita kuanza, tulikuwa tunaona kuna maandamano ya wananchi wa Irani wakionyesha kwamba hawataki utawala.
Marekani naye wakati anaenda kusaidia pale, wale wananchi ambao walikuwa upande wa wananchi, yani watu wengine ambao wapo upande wa wananchi waliona ni afadhali Marekani aingilie ili auondoe ule utawala. Marekani naye wakati anaingia alikuwa ni kama anaenda kusaidia wale wananchi. Israeli yeye alikuwa anaingia kwamba anajilinda kwa sababu wale wanatengeneza nuclear. Tunaona vita sasa inageuka ni kwamba Marekani anataka sasa kuharibu uchumi, maana anataka kuwaathiri wananchi ambao walienda kuwasaidia, na kitu kinachofanyika ni kwamba anawaua wale aliokuwa ameenda kuwasaidia kuliko baada ya kutimiza, kwa sababu tulichojua kwamba akishamuua yule kiongozi Ayatollah labda angewaacha sasa waendelee na mambo yao. Bwana Simulizi, nafikiri ushakunyoja habari huko nyuma Ndio. Je, nikuambie kitu kimoja. Kuna hoja ya vita ambayo inawekwa mbele ili mjue nyinyi maamuma. Okay. Ila kuna kusudi la vita ambalo liko nyuma ya pazia. Sawa sawa. Je, nikupe siri moja tu, tuongee tu ukweli. Marekani haipendi Irani kama Ayatollah alivyokuwa anaipenda Irani. Okay. Tuko pamoja paka hapo Tuko pamoja. Sasa huu ni mgogoro wa maslahi. Ingawa kuna watu wameshaingiza hoja ya nini? Ya dini. Ndio. Leo nafikiri nitafumbua ile fumbo. Hapo hamna hoja ya dini. Kuna hoja ya nini? Ya maslahi. Iko hivi. Kuna mkakati wa kufanya nishati yote duniani imilikiwe na Washington, Marekani. Naongelea Marekani, makao makuu ya Marekani. Okay. Pamoja na Europe. Sawa. Hao wanataka kucontrol nishati ya nini? Ya dunia. Ukisha control nishati ya dunia, umecontrol uchumi wa nini? Wa dunia. Hiyo ndo kiini cha vita kiko pale. Na nitakusomea hoja ya Henry Kissinger. Ndio. Alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuanzia ile miaka 1973 mpaka 77. Ndio. Na kuwa ni mshauri wa mambo ya usalama wa taifa la Marekani kipindi cha Rais Nixon pamoja na Gerald Ford. Nitakueleza hapo, utasoma nukuu. Sasa point inayokuja iko hivi. Huu ni mgogoro wa maslahi. Mgogoro wa nishati. Kwa mfano, labda nikupe kitu kimoja. Unakumbuka wakati ule Marekani anasema amepeleka pale meli zake pale Venezuela. Ndio. Kwamba anaenda kuzuia nini? Madawa ya kulevya. Kwamba Venezuela kuna wale watu wauza madawa ya kulevya wanatoka Venezuela kuja Marekani. Ndio. Lakini mwisho wa picha nini kilitokea? Alikuja kumtoa rais alafu akasema yeye mafuta yauze kupitia Marekani. Mgogoro ukabadilika ukawa nini? Mafuta, si ndio? Ndio. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo katika dunia hii ya migogoro ya kivita kuna uchumi. Okay. Sehemu yenye uchumi ndio kuna vita. Okay. Na kitu kimoja lazima ujue mtangazaji, labda na msikilizaji pia elewe. Dunia nzima inatumia nishati ya mafuta. Sawa. Kuendesha viwanda, kuendesha magari na vitu mbalimbali ambavyo vinatumia mafuta, ndege na kadhalika. Kwa hiyo nishati ikidhibitiwa, ikianguka, ndege haziruki, atuendeshi magari. Tuko pamoja paka hapo Hata nyinyi mmekuja kwa usafiri hapa, itakuwa ni hali tofauti. Kwa hiyo ukishika nishati ya mafuta na gesi, umecontrol nini? Dunia. Alafu na kingine pia kuna behind the scene, kuna watu wanajiita World Economic Forum na Club of Rome. Ushawasikia? Nafikiri hawa World Economic Forum ndio nimewasikia. Ushasikia? Sasa kuna wenzao wanaitwa Club of Rome. Okay. Club ya nini? Ya Roma. Ndio. Na WEF, World Economic Forum. Waanzilishi wale hayo mashirika ni nasaba na Katoliki. Ni Jesuit kifupi. Sasa nenda kasome mikakati yao kuhusu nishati. Okay. Kwa hiyo ukiona dunia inazungumzia nishati, leo nishati mbadala, tuache kutumia gesi, tuache kutumia mafuta. Sasa si kuachie wewe nayo, wanataka waichukue nishati yote wakae nayo, alafu wakumonite wewe. Okay. Tuko pamoja? Kwa mfano leo Waarabu mafuta yao ananua nani? Marekani, si ndio? Na wamesaini mkataba unaitwa petrodollar kwamba watauza yale mafuta au kifupi nishati ya mafuta na gesi kwa nini? Kwa dola. Huo ni mkataba uliowekwa kati ya Waarabu na Marekani. Sawa? Kwa maana ndio maana leo Marekani analazimika kuwalinda Waarabu kwa sababu wao wamesaini mkataba wa kiuchumi na yeye pia anawalinda kijeshi. Ingawa tajuzi nimeona Marekani amesaini mkataba wa mabilioni ya dola ya kuuza silaha kwa Waarabu. Kwa anapigana na Irani huko anauza nini? Silaha. Ndio. Kwa Waarabu. Kwa anarudisha uchumi wake. Ni maslahi blaza. Hamna dini hapa dini ni kwa wale wazembe na wajinga ambao wanakuwa na fikra duni za kutoona mambo kwa uhalisi. Okay. Na siku zote nyinyi kupesili. Dini imetumika ku control mind. Okay. Imecontrol nini? Mind. Ndio sasa hivi utaangalia Tanzania utaona wengi ni pro Iran,
pro Israel. Sasa ukifuatilia behind the scene ni dini iko pale. Sawa sawa. Tuko pamoja? Ndio. Sasa angalia wale ambao wanapigana kule, wanavyojenga uchumi wao, wanajenga silaha za kutosha za kulinda nchi yao na wananchi wao. Tuko pamoja? Nyinyi huko mko biza na nini? Na dini. Sikatai kwamba dini si nzuri, lakini mimi naamini ufuasi, imani katika Mungu. Sawa, ila siamini sana katika udhehebu wa kidini. Sababu mfumo hii ya kidini imetengenezwa maalum na wajanja ili kutimiza maslahi yao, kuingiza ukoloni. Tuko pamoja? Mfano tu, nikupe tu mfano. Wakati Muhammad anasimama kutawala, kuanzisha Uislamu, alisema Kiarabu kio lugha ya dini, si ndio? Kiarabu kwa kinaongelewa pale Saudi Arabia. Leo Kiarabu kinaongelewa dunia nzima, na jamii ya Waislamu nafikiri wanaelewa wengi sana Kiarabu, hata wengine tu wanasoma Kiarabu. Tuko pamoja? Alexander the Great ambaye alianza kutawala kuanzia mwaka 361. Alivyotawala dunia, alifanya dunia nzima itumie Kigiriki. Sawa sawa. Kwa Yesu anazaliwa, Kigiriki ni lugha kubwa sana. Is a Greek word. Nakumbuka tumesoma sana hiyo geography, is a Greek word. Tuko pamoja mpaka hapo Greek word. Roman Empire ilikuta Kigiriki kina nguvu sana duniani, ikakiacha. Lakini ikatumia lugha ya serikali, ikawa ni lugha ya Latin language. Baada ya kanisa la Roma kuzaliwa, kanisa Katoliki likasema kwamba ibada zote zitaendeshwa kwa Kilatini. Ni miaka tu hapa kwenye Vatican tu miaka 1960 na kitu hapa. 64 nafikiri hapo ndio Kilatini kikaanza kuwekwa kuwa tu ni lugha ya viongozi tu wa kanisa, akiendesha ibada, watu wanaoendesha ibada kwa lugha zao wenyewe. Lakini zamani Kilatini ndio ilikuwa kinaongoza nini? Ibada. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa chukulia kitu kimoja hapo kwamba dini inaanzishwa afu inamfanya yule muumini asome lugha ya kigeni. Ndio. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa utaona kabisa wanapokuwa dini inapokuja katika jamii ina lengo makususi kutawala mind na kukufanya kuwa mtumwa wa ile jamii, kuanzia ulaji hata uvaaji. Mnifahamu mpaka hapo Ndio maana leo tunavaa Kiarabu, wengine tunavaa Kizungu na kadhalika, kwa sababu hao ndio wameleta nini? Dini. Kwa hiyo wana nguvu sana kuweza kucontrol kitu kama hicho. Sasa tukija katika upande wa pili, utaona wao ambao wanakuta wanaleta zidini, wanakuta kuchukua dhahabu, kuchukua madini, rasilimali mbalimbali na nishati. Juu unanifahamu vizuri? Nakuelewa. Wanakupa kitabu, wao wanachukua nini? Madini. Sasa wao sisi tunakuwa bado sisi pia kufanya mapinduzi ya kifikra, tunang'ang'ana katika hali hiyo. Maana leo tunaangalia vita hii ya Iran na Marekani na Israeli katika mtazamo wa nini? Wa kidini. Tuko pamoja mpaka hapo Na mpaka leo unajua Iran ni mshia. Ndio. Na zamani hata Wasuni walikuwa wanamuita kafiri. Hata juzi hapo kwa tunaona kwamba wanamuita nini? Kafiri. Lakini leo utashangaa leo Iran anasafishwa, anakuwa si kafiri tena, anakuwa ni Muislamu mzuri. Sababu ni mambo ya nini? Ya kidini yanaingizwa. Sasa leo nataka tuongelee kiini cha nini? Cha vita hii. Sasa kikubwa, kwa mfano tu, Marekani juzi ametangaza, Trump anaweza akakichukua kisiwa cha Kanji. Kisiwa cha nini? Cha Kanji. Kanji, si unakifahamu? Hapana. Kuna kisiwa kiko pale katika hiyo guba ya Uajemi, katika ile state of, katika karibu na lango la Hormuz. Ndio. Kidogo tu ni kama leo nini nikasema kama vile tuseme Zanzibari na Tanganyika. Sasa kuna kile kisiwa kiko pale mbali cha Iran mwenyewe. Kile kisiwa ndio mafuta kutoka, nishati ya mafuta kutoka kule katika bara. Ndio. Inapakuliwa pale. Kwa hiyo ndio ishatoka pale inaenda China na nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo kile kisiwa kinachukua 80% ya mafuta ya Iran katika mauzo. Alafu Marekani anasema kwamba juzi amelipua zile bezi za kijeshi. Ndio. Na baadhi tu matenki yameanzika akupige kile kisiwa, akipiga angewasili paka washirika wake ambao ni Japan. Naelewa, Korea Kusini, Australia na wengine. Kila juzi Korea Kusini na Japan wamehakikisha kwamba tuna akiba ya nishati ya kutosha. Ndiyo. Na waziri mkuu wa Japan ameenda Marekani wakasaini mikataba mingi sana pale na kufungua ule mlango wa Hormuz. Sasa amemtishia Iran kwamba ukileta shida zaidi ya kushambulia Israeli na maslahi yangu pale Mashariki ya Kati, nitabomoa nini? Hicho kisiwa cha nini? Cha Hormuz. Atakilipua. Hapo juu unanielewa vizuri? Nakuelewa. Sasa juzi Senator Graham pamoja na viongozi wakubwa wa Marekani wanamshauri Trump tukichukua kisiwa cha nini? Kanji.
Why wachukue Kangji? Na maana ukishachukua Kangji umechukua rasilimali ya mafuta yote ya wapi? Iran, na utakuwa umedhibiti mkondo ule wote. Kwa kina China ambao wanatumia 40% ya mafuta kupitia mlango ule, watakaa wapi? Kwa hii vita usiangalie upande wa Irani tu. Hii vita ni ya kiuchumi pia kwa China. Trump ana uhusiano mzuri na China. Ndio. Utawala wake wa mara ya kwanza alivyoingia madarakani baada ya Obama akaingia Trump. Ndio. Si alianza mgogoro na China? Ndio. Tuko pamoja eh? Ndio. Akaja Biden akasema China si mbaya, Russia ndo mbaya. Akaja Trump akasema Russia tumeshamzofisha, tuna wapi? Na China. Kwa hiyo wanasumbuana na nani? Na China. Sasa ili kumbane China, China ni mtu ana production kubwa, hii ndio soko la uzalishaji duniani. Hata bidhaa za Marekani pia zikiwemo. Sasa China anategemea mafuta kwa asilimia ngapi? 40. Na Trump ana mpango wa kuizofisha nini? China. Si tu Trump peke yake Marekani. Europe. Nenda kaangalie mazungumzo ya viongozi wa Ulaya kwamba China ni tishio la Ulaya in future. Sasa kuchukua rasilimali ya mafuta pale Hormuz ukiimiliki, umezofisha uchumi wa nishati wa China kwa asilimia ngapi? 40. Okay. Umeona kitu kiko pale? Sasa hiyo ndio vita iko duniani. Ni vita vya kiuchumi, na ukishika uchumi unaweza kucontrol dini. Maana dini bila uchumi haiendi. Uongo? Kweli. Haiendi bila uchumi. Kwa hiyo uchumi ni kitu ambacho kinafukiziwa hapa duniani. Sasa katika vita hii ambayo inaendelea sasa, imefika sasa wakati ule wa kuharibiana sasa. Okay. Iran kashagundua kwamba Marekani anataka kunifanyia nini. Na yeye anapiga zile maeneo ya kijeshi ya Marekani mashariki ya nini? Ya kati. Na hapo yeye anapiga sehemu za maslahi ya uwekezaji wa Marekani ndani ya mashariki ya kati pamoja na Israel. Kama jana tumeona juzi amepiga mji unaitwa Arad, apiga na mji unaitwa Dimon, ambapo hapo Dimon ndio kuna makao makuu ya uzalishaji wa nishati ya nuclear ya Israel. Kwa amegusa, ingawa hajaribu, kulingana na taarifa ambazo tumezipata, na Netanyahu mwenyewe amezungumza kwamba jaribu na hamna madhara makubwa, ingawa vimetokea majeruhi zaidi ya 100. Sasa sijajua kama hizo takwimu zinakuwa zina ukweli, sababu katika vita kuna propaganda. Na iko hivi tu bwana simulizi. Mkienda vitani wakafa watu 1000. Serikali si rahisi ikatangaza amekufa watu wangapi? 1000. Italeta taharuki. Umeelewa? Unaweza kusema amekufa 1000 wakasema 100. Kwa hiyo baadaye ndo mtakuja kugundua mambo yashakaa vizuri sana. Sasa kuna propaganda ziko pale kwa upande wa Irani, kwa upande wa Marekani, na kuna vitengo vya propaganda katika jeshi lolote duniani. Okay. Unaweza ukamuua adui au ukamzofisha adui kwa maneno. Hiyo tunakielewa? Kweli. Kweli unamtisha. Kwamba wewe ukija hapa mimi taondoa kichwa yako, kama mfano yule jenerali wetu anaitwa Mayunga katika vita vya Kagera. Ndio. Wakati Idi Amin amesaidiwa na wanajeshi wa Gaddafi. Gaddafi amemtumia wanajeshi, akasema kwamba kabla hawajatua chini nitakuwa nimewanyoa nywele wote wa Arabu. Unaona? Na alimpata mtu mmoja, alimtoa nywele hivi, akatoa alimuua, afa akatoa ngozi ya juu na nywele kama kofia, afu wakawatumia. Hiyo kitu iliwafanya Waarabu wakataharuki. Kwa hiyo wakajikuta wamepigwa, na vita ilikuwa tukashinda kwa upande wetu. Lakini ukiangalia upande wa Idi Amin na Gaddafi ulikuwa na nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo sometimes unaweza kumpiga adui kwa maneno. Hata Iran inaposema kwamba Marekani kikanyaga hapa, wa Marekani wataenda kupokea majeneza. Ndio. Umeona huo mkwala na huo mkwala alikuwa pia ni waziri wa ulinzi wa Saddam mwaka ile vita vya mwaka 2023. Ndio. Marekani wakikanyaga Iraq, au sio? Ndio. Tutapeleka nini? Majeneza. 2023. Lakini hii Marekani hivyo ingia tu ndani ya wiki 3. Yeye ndio akawa kwanza kujisalimisha pendo wa Marekani. Unaona? Sasa kwa hii vita ni propaganda, unaweza kuamua kwa propaganda. Lakini sasa ninapoiongelea Irani, na pia naomba tu ieleweke, watu wasichukulia poa Iran. Okay. Irani kihistoria, kitu cha nazungumza historia, Irani haikuwa taifa jepesi. In historically, Irani imesumbuana na Roman Empire. Irani imesumbuana sana Roma ya Mashariki, Byzantine Empire. Okay. Kuna shairi ambao Papa aliimba akiwalani watu wa Iran, kwa sababu walikuwa ni wasumbufu sana. Okay. Nafikiri mwaka gani hapa, mwaka kama 630 na kitu hapa nafikiri. 30 na kitu hivi.
Irani ilikuwa ilikuwa ni marafiki na Israel. Ndio. Ilishavamia pale nchi ya Israeli, ikaondoa Wakristo, ikawapachika pale Wayahudi. Okay. Nchi hiyo Iran unaiona hiyo, miaka 634 nafikiri, kabla ya Uislamu hujachukua lile eneo. 32 nafikiri kabla sijakosea. Okay. Wakapandikiza pale Wayahudi. Wayahudi walitawala mwaka huu. Warumi wakarejea, wakawapiga Wayahudi na wakawashinda wa Iran na Wayahudi pale wakabatizwa kwa nguvu, kuanzia rabi wao anaitwa Aries ambaye alikuwa anatawala pale, akabatizwa kwa nini? Kwa nguvu. Kwa hiyo Wayahudi pale walitawala mwaka huu kwa msaada wa Iran. Kwa Iran haikuwa taifa la kitoto, kwa hiyo wakapigana na Byzantine miaka mingi sana, mpaka ulivyoinuka Uislamu ndio ukaja mwaka 650 Arid bin Uharid na Ubaida wakatumwa na Abubakar ambaye alikuwa ni khalifa wakati ule, wakaenda wakaishinda nini? Iran, ikiwa imezoofishwa pamoja na ugomvi wakati wa Roman Empire na wao. Sasa baada ya hapo Irani sawa ilikuwa inatawaliwa na mataifa mengine, lakini Irani kihistoria ilikuwa taifa jepesi. Kwa hiyo ni wako vizuri na historia inawabeba, kwa hiyo wana nguvu. Kwa hiyo watu wasitegemee kwamba labda Marekani itajipigia. Nishazungumza ile kitu kwamba Marekani atashambulia Iran, si kwamba Iran haitajibu. Na tumeona Iran imefanyaje? Imejibu. Lakini tunaona hasara, Fita alizungumzia baadaye hapa. Tutaangalia hasara zao za pande mbili na nani anaweza akashinda hii vita. Lakini kifupi Marekani kaguswa, imeingia kwake pia pamoja na Israel.